Kristo na upendo wa Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu ambao umeendelea kunifuatilia katika TV hii, siku ya leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya dalili za kuitwa katika huduma 5 ambayo ni uchungaji, ualimu, uinjilisti, unabii, utume na uinjilisti, yani huduma 5. Na siku ya leo tunakwenda kuangazia hizi huduma 5 au karama mbalimbali, lakini kikubwa ni hizi ofisi 5 ambazo zinazungumzwa kwamba ndizo zinajenga mwili wa Kristo. Mpendwa mtazamaji, kila aliyezaliwa mara ya pili, kila aliyebatizwa amepewa kipawa cha kiroho, lakini si kila mtu ameitwa kwa mchungaji, nabii, mwalimu, mwinjilisti na mtume. Je, mtu anawezaje kujua kama Mungu amemuita katika mojawapo ya huduma hizi? Mtu anawezaje kujua kama ameitwa miongoni mwa huduma hizi? Maana kila muamini amepewa nafasi ya kipawa kipya, pewa nafasi na kupewa kipawa kipya. Lakini nitawezaje kutambua mimi nimeitwa katika huduma hizi 5? Nimeitwa kuwa mwinjilisti, nimeitwa kuwa mchungaji, nimeitwa kuwa mwalimu, nimeitwa kuwa nabii au mtume? Jinsi Mungu anavyoita watu kwenye huduma iko tofauti kidogo. Kuna njia mbalimbali ambazo Mungu hutumia kuwaita watu katika huduma, ambazo mimi kwa ufahamu wangu na kwa uweza wa Mungu niliandika na ninafahamu kwamba ziko njia takriban 5 ambazo Mungu anaanza kuzitumia. Na njia ya kwanza ni ufunuo moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Mungu anaweza kumuita mtu moja kwa moja kama alivyomuita Musa na kama alivyomuita Paulo. Katika kitabu kile cha Kutoka 3:4-10, maneno ya Mungu yanazungumza kwa habari ya Musa, anaambiwa vua viatu maana mahali hapa ni patakatifu. Nimeyaona mateso ya watu wangu, ninakutuma uende kwa Farao. Lakini katika Paulo, Matendo ya Mitume 9:3-6, anamwambia Paulo, mbona waniuzi? Nenda mji huu ambao unaelekea, ukifika huko utayaona ya kupasayo kufanya. Unaona, ni wito ambao Mungu anamuita. Anasema nimekiteua chombo changu kiteule kwa ajili ya injili kwa mataifa, ambaye ni Paulo mtume, bali hubiri injili kwa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ni ufunuo moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Lakini jambo la pili ni mzigo wa kiroho, burden of ministry. Mtu anakuwa na mzigo mkubwa sana wa kufanya kazi. Hii ni kuashiria kuwa ana wito maalum. Yeremia alihisi mzigo wa kutangaza neno la Mungu. Katika Yeremia 20:9 anasema ya kwamba nami nimeapa kwa jina langu ya kwamba sitalitaja jina la Bwana kwa namna hii, lakini kumekuwamo kama moto wakao ndani ya mifupa yangu na kujizuia siwezi. Kwa hiyo unakuta hapa mtumishi wa Mungu Yeremia anajaribu kujizuia lakini hawezi. Anakuwa kama na mzigo fulani ambao akiuacha ni kama unamremea, unamuumiza. Kwa mtumishi wa Mungu Yeremia anasema ya kwamba kujizuia hawezi. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa na mizigo katika hali wanazopitia. Kuna watu wanapata mizigo mbalimbali, kuna watu wanapata shida mbalimbali, lakini yote ni kwa sababu wamekataa wito. Kila akijaribu kugusa hili haliwezekani, akijaribu kugusa hili haliwezekani, kwa sababu kuu ni kwamba huyu mtu amekataa wito wa Mungu. Lakini jambo jingine ni uongozi wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kumuongoza mtu kuelekea huduma fulani kwa kumtia shauku ya kuitenda. Katika Matendo ya Mitume 13:2 unakuta Roho Mtakatifu anamuongoza mtu kuelekea huduma fulani na kumtia shauku ya kuitenda. Anatamani kuitenda huduma fulani muda wote. Ani furaha yake ni kuona hiyo huduma inatendeka, kwamba uongozi wa Roho Mtakatifu. Lakini kuthibitishwa na watumishi wengine wa Mungu. Watu wengine wenye roho wa Mungu wanaweza kuthibitisha wito wa mtu kwa kuona matunda ya huduma yake. Kwa mfano Timotheo, ili anamthibitishia Paulo, anamthibitishia Timotheo kwamba umeitwa kwa mchungaji, kemea, onya, karipa, fundisha. Lakini karama na vipawa vinavijidhihirisha. Ikiwa mtu ana kipawa fulani na kinazidi kuimarika anapokitumia, basi hicho kinaweza kuashiria wito
wake. Warumi 12:6-8. Utakuta karama mbalimbali. Kuna watu wana karama na vipawa mbalimbali ambavyo Mungu amewajalia, na katika hivyo vipawa baadaye unakuta huyu mtu ni mhubiri, mwisho wa siku amekuwa mchungaji. Kutokana na zile anavyozidi kuitumia ndivyo anavyozidi kuimarika. Na watu wa Mungu, tatizo la mtu aliyeitwa kwenye kila huduma